askofu mteule ni lazima afanye kiapo cha uaminifu. Hii ni kwa sababu urika wa maaskofu ni urithi wa mitume katika kufundisha na katika uongozi wa kichungaji. Urika huo wa maaskofu kwa ushirika na Baba Mtakatifu una mamlaka ya juu kabisa na kamili kuhusu kanisa. Mimi Padri Romanus Elamu Mihali niliyeteuliwa kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Iringa, nitakuwa daima mwaminifu kwa Kanisa Katoliki na kwa askofu wa Roma ndiye mchungaji wake mkuu, tena wakili wa Kristo, halifa wa Petro mtume katika ukuu wake. Nitakuwa pia mwaminifu kwa urika wa maaskofu. Nitajali utekelezaji huru wa mamlaka makuu ya Papa kuhusu kanisa ulimwenguni kote. Tena nitajibidisha kuhifadhi na kupigania haki na madaraka yake hayo. Nitazitambua na kuzilinda haki na nyadhifa za wajumbe wa askofu wa Roma, kwa maana hao huwakilisha nafsi ya mchungaji mkuu mwenyewe. Nitajitahidi kwa bidii kubwa kuzitekeleza kazi walizokabidhiwa maaskofu, yaani kulifundisha taifa la Mungu, kulitakatifuza na kuliongoza. Hayo nitayafanya nikiunganika na kichwa cha urika wa maaskofu, nikiunganika pia na maaskofu wengine wote katika umoja wa hierarkia. Nitaulinda umoja wa kanisa ulimwenguni. Kwa hiyo nitajishughulisha kwa bidii ili hazina ya imani tuliyoipata kutoka kwa mitume itunzwe safi na kamili. Nitautunza pia ukweli ulio wa lazima kusadikiwa na kutekelezwa kimaadili. Huo ukweli nitauangalia ufundishwe na uelekezwe kwa wote kama anavyoeleza mwalimu mama kanisa. Lakini waliopotoka katika kazi nitawaonesha moyo wangu wa kibaba, na nitatumia misaada yote mpaka waufikie ukamilifu wa ukweli Katoliki. Kwa kujiwekea taswira ya Kristo, kuhani mkuu wa milele, mbele ya macho yangu kama mfano wangu, nitaishi kikamilifu na kitakatifu. Tena nitautimiza utumishi wangu niliokabidhiwa jinsi hii, hata nionekane kielelezo kamili cha kundi langu, niweze kuwaimarisha waamini katika njia ya ukamilifu wa Kikristo. Nitahifadhi nidhamu inayohusu kanisa kwa ujumla, na nitasisitiza kwa busara yote ili sheria zote, hasa zile za kitabu cha sheria za kanisa, zishikwe. Papo hapo nitaangalia daima ili mazoea mabaya yasijijenge, hasa kuhusu utumishi wa neno na kuhusu maadhimisho ya sakramenti. Nitajishughulisha kwa uangalifu mali ya kanisa, hasa mali ile iliyowekwa kwa kuendeshea ibada takatifu na ile kwa ajili ya riziki ya makleri na ya watumishi wengine wa kanisa. Nitatunza pia kwa bidii mali iliyotolewa kuendeshea utume na matendo ya huruma. Katika kutekeleza wajibu niliokabidhiwa, nitawatendea kwa upendo wa pekee mapadri na mashemasi wote, maana hao wamewekwa kuwasaidia maaskofu. Watawa waume kwa wake watapata upendo wangu wa pekee, kwa vile nao ni wasaidizi wa maaskofu. Vivyo hivyo nitajishughulisha sana kuistawisha miito mitakatifu ili mahitaji ya kiroho ya kanisa yapatikane inavyotakiwa.
Nitaitambua na kuikuza hadhi ya waamini walei, kwa maana wana sehemu yao ya pekee katika utume wa kanisa. Naam, nitavitunza kwa jitihada kubwa vyama vilivyoundwa kuhifadhia na kuendeshea uenezaji wa habari njema kwa mataifa. Niitwapo kwenye mitaguso na kwenye shughuli nyingine za kirika, nitahudhuria binafsi au nitaitikia mara itakiwavyo, isipokuwa kama nimezuiliwa. Wakati uliopangwa au kwa nafasi yeyote ya pekee, nitatoa ripoti kuhusu kazi yangu ya kichungaji kwa Baba Mtakatifu na kupokea na kukubali maagizo na mashauri yake na kuyatekeleza kwa jitihada yote. Kwa hayo yote, Mungu anisaidie, na hizi Injili takatifu za Mungu nilizozigusa kwa mikono yangu